Sote tunakumbuka kuwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa ahadi mbalimbali kwa wananchi. Ahadi hizo zipo na zile zilizoahidiwa kutekelezwa ndani ya siku 100 baada ya serikali kuingia madarakani. Mheshimiwa Spika, ahadi za Mheshimiwa Rais zimeendelea kutekelezwa kikamilifu na waheshimiwa mawaziri wa kisekta wamekuwa wakitoa taarifa za utekelezaji na mafanikio yaliyopatikana. Nami nitumie fursa hii kwa muhtasari kuainisha baadhi ya mafanikio ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ilani na yale ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ahadi za siku 100. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa afya, serikali imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya ni pamoja na haya yafuatayo: kuendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio ambao unahusisha makundi maalum ya watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu. Kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukiza yakiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya kutolea huduma za afya kwa kigezo cha madeni kote nchini na kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya afya. Kuajiri watumishi wa afya 5,000 na kuwapangia vituo vya kazi kote nchini. Kutoa zaidi ya shilingi bilioni 39 ili kuboresha huduma za uzazi na watoto wachanga katika vituo 89 vya kutolea huduma za afya. Kuongeza vituo vya upasuaji wa dharura kutoka vituo 523 kwa Oktoba 2025 hadi vituo 578 Januari 2026, na kuongeza uwezo wa taifa kukabiliana na athari za VVU na ukimwi kwa kuhakikisha utoshelevu wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi kwa kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industries kilichopo mkoani Arusha na kuongeza fedha za ndani kupitia mfuko wa udhamini wa afua za ukimwi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu, serikali imeendelea kuhakikisha kuwa upatikanaji wa elimu bora katika ngazi mbalimbali. Lengo ni kuwezesha wanafunzi wa Kitanzania kupata ujuzi utakaomudu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Hivyo mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 ni pamoja na kuzindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu unaolenga kuhakikisha watoto wa darasa la 3 anasoma na kuandika na anahesabu bila shida. Kuajiri walimu na kuwapangia vituo vya kazi walimu 7,000 kama ambavyo iliahidiwa wakati wa kampeni, wakiwa ni walimu wa masomo ya sayansi na hisabati. Mheshimiwa Spika, pia kuimarisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele. Kuimarisha matumizi ya tehama shuleni kwa kusambaza vifaa katika shule za msingi na sekondari. Kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu kwa kuendelea kutoa mikopo ya elimu ya juu kupitia mikopo ya wanafunzi pamoja na ufadhili kutekeleza mpango wa elimu bila ada kwa shule za msingi na sekondari. Na kuendeleza tafiti na ubunifu kupitia mfuko maalum wa Samia Commercialization Fund ili kukabilisha ubunifu na teknolojia. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maji, katika kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa matumizi ya nyumbani, kilimo, mifugo na shughuli nyingine za kiuchumi, serikali imetekeleza yafuatayo. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji kwa kukamilisha usanifu na upembuzi yakinifu wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ule wa kutoa maji ziwa Victoria hadi Dodoma kupitia Singida pamoja na miradi ya kipaumbele ya maji ya mto Rufiji katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi na mto Ruvuma katika halmashauri za Mtwara, Mikindani. Mheshimiwa Spika,
Upande mwingine ni kuendeleza maandalizi ya miradi ya kupeleka maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika kwenda mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa, kufanikisha kukamilika kwa miradi 16 ya maji na kuendelea na ujenzi wa miradi 71 mingine ya maji itakayowanufaisha Watanzania zaidi ya milioni 3 kote nchini. Na la mwisho, kulipa fidia kwa wananchi na kusaini mikataba ya kuboresha huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika mikoa ya Mbeya, Njombe, Geita, Singida, Mwanza pamoja na Morogoro. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua dhamira na msisitizo wa Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa Watanzania, tarehe 2 Januari 2026 nilifanya ziara kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa la Kidunda ambao nilijionea binafsi hatua ambayo imefikiwa katika utekelezaji wa mradi huo ikiwa ni asilimia zaidi ya 40. Hakika mradi huu ukikamilika utaendelea kutatua changamoto ya maji kwa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro ikiwemo Ngerengere na Gwata pamoja na maeneo ya mkoa wa Tanga yani Kuwasunga kule Handeni. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameruhusu kufanyika kwa mradi huo, nilielekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Maji kuharakisha malipo ya hati zilizokuwa zimekwisha wasilishwa, na kiasi cha shilingi bilioni 24.83 nimepewa taarifa kwamba kiasi hicho tayari kimekwisha kulipwa hapo Januari 31, 2026. Nielekeze Wizara ya Maji kuendelea na kusimamia na kutekeleza kwa ukaribu kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati kama maelekezo yalivyotolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nishati, serikali imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na kupata mafanikio makubwa. Mafanikio haya yameimarisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa matumizi ya kijamii na kiuchumi na kuharakisha maendeleo ya taifa. Sambamba na hilo, serikali imefanikisha mambo yafuatayo: kuwezesha upatikanaji wa majiko banifu na mitungi ya gesi yani LPG kwa ruzuku, kuendelea kuhamasisha taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, ujenzi wa miundombinu ya kusambaza gesi asilia na kuanza kwa kuunganishwa katika nyumba kwenye mikoa ya Lindi na Pwani. Mafanikio mengine ni kuandaa mazingira ya uzalishaji wa nishati mbadala kupitia mitambo ya mkaa mbadala katika mikoa ya Tabora na Dodoma. Mafanikio mengine ni kutekeleza miradi ya kuunganisha umeme kwa wateja wapya, kukamilisha awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme wa jua megawati 50 wilayani Kishapu mkoani Shinyanga utakaounganishwa katika gridi ya taifa. Na mafanikio mengine ni kuendelea kwa utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme katika vitongoji 9,009 yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ambayo wizara ilikwisha kama tulivyoshuhudia utiaji saini wake ukifanyika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Hatua ambazo zimechukuliwa ni pamoja na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo ndogo na zakati na kampuni changa. Mnamo tarehe 5 Februari 2026 nilishiriki kwenye tukio muhimu la uzinduzi wa utoaji wa mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 200 ili kuwezesha wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, maafisa usafirishaji, wasanii na kampuni changa za vijana kuongeza mitaji, kukuza biashara na kuchangia ajira na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa sifa alizonazo Daktari Samia Suluhu Hassan, mojawapo ni anapoahidi anatekeleza. Tayari bilioni 200 zimekwisha kutoka. Pia mafanikio mengine ni kutoa mikopo mingine yenye masharti nafuu katika mfuko mbalimbali na kufanikisha wafanyabiashara wadogo wadogo wakanufaika, wajasiriamali na kampuni changa, kwa kuwatambua na kuwasajili wafanyabiashara wadogo zaidi ya milioni 100 na kuwapatia mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 707.4 ikiwa imetoka katika taasisi